Bila shaka uwezo wenu, weledi, uadilifu na uwajibikaji wenu umewafikisha hatua ya kuaminika kuweza kuchukua nafasi ya kuendelea kutekeleza jukumu hili zito na muhimu la kitaifa. Mjipigie makofi kwa hilo. Ndugu wakufunzi kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, maafisa waandikishaji ngazi ya jimbo, afisa uchaguzi, afisa ugavi wa halmashauri, maafisa tehama wa halmashauri, vyombo vya habari, wanasemina wote, mabibi na mabwana, kwanza kabisa ninapenda kutumia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uhai na afya njema hadi tumeweza kufika katika ukumbi huu na kuhudhuria semina hii muhimu itakayowahusisha maafisa waandikishaji wasaidizi ngazi ya kata, waandikishaji wasaidizi na waendeshaji faili biometric katika halmashauri hii ya Njombe mji na hasa jimbo la Njombe mjini. Kwa nafasi ya pekee, kama nilivyoeleza, mmeweza kubahatika kufikiriwa na kuchaguliwa kuweza kushiriki katika zoezi hili muhimu la uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura kwa awamu ya pili. Sina shaka kabisa kwamba zoezi hili kwa awamu hii litakuwa na ufanisi mkubwa sana, kwa sababu tunafanya kazi na watu ambao tayari walishakuwa na uzoefu, tayari wanajua lipi si sahihi, lipi ni sahihi, lakini wanazo mbinu za kuweza kulitekeleza jukumu hili kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo inawezekana kwa zoezi lililopita kwa kuna dosari chache ndogo ndogo ambazo baadhi yetu inawezekana kwa kujua au kutokujua tulizifanya, lakini tunaamini katika zoezi hili basi tutakwenda katika ukamilifu wake na ufanisi wa hali ya juu. Tunayo imani kubwa kwenu kwamba mtatekeleza zoezi hili kwa weledi na ufanisi wa hali ya juu ili tuweze kuandikisha na kuboresha taarifa za wapiga kura katika muda uliopangwa ambao ni kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2025 mpaka tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025. Lakini tupo hapa kwa ajili ya zoezi la kuendelea kujengeana uwezo. Binadamu tunaumbiwa kusahau. Binadamu tunaweza tukapitiwa hapa na pale. Ni muda mrefu tumetekeleza zoezi hili, ni miezi kadhaa imepita. Kwa hiyo matumaini yangu ni kuwa kutokana na uwepo wenu hapa na kupata mafunzo katika semina hii, kila mmoja wenu atapata elimu ya kutosha itakayowezesha kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kufanikisha zoezi hili. Mafunzo haya yatahusisha namna bora ya ujazaji wa fomu, kutumia mfumo wa uandikishaji wa wapiga kura ni Voters Registration System VRS, pamoja na matumizi sahihi ya vifaa vya uandikishaji wa wapiga kura. Aidha, mtakumbuka kwamba katika zoezi letu nyinyi kama mliopewa dhamana ya kutekeleza zoezi hili katika vituo mbalimbali, mtakuwa na mawakala wa vyama vya siasa ambao wataruhusiwa kuwepo katika kila kituo ama kila vituo vya kupigia kura. Naomba tuwapatie ushirikiano kwa sababu ni sehemu ya mchakato huu. Lakini jambo la muhimu ni kwamba wanakusudia kuendelea kuimarisha dhana ya uwazi katika zoezi hili na kuhakikisha walengwa sahihi ndio wanaojiandikisha ama kuboresha taarifa zao katika
zoezi hili. Kwa hiyo tuwapatie ushirikiano wa karibu sana. Jambo la msingi la kuzingatia ni kwamba mawakala hawa watatumika kutambua wapiga kura katika eneo husika na kupunguza kutokea kwa vurugu zisizo lazima zinazoweza kutokana na mkanganyiko wa huyu ni nani ama huyu ni nani katika maeneo yenu ya kiutendaji. Mawakala hao, nasisitiza kwamba mawakala hao hawatakiwi kuingilia utekelezaji wa majukumu yenu wakati wote wa uandikishaji wa wapiga kura katika vituo husika. Mwisho kabisa, ninatoa wito kwenu kuhakikisha mnavitunza vifaa vyote vitakavyokabidhiwa ama mtakavyokabidhiwa katika zoezi hili. Lakini pia zingatieni sana maelekezo yote yatakayotolewa na tume na mtakayopata katika mafunzo haya ama semina hii, ili muweze kufanya kazi kwa usahihi, lakini kuruhusu vifaa hivyo viendelee kutumika katika mazoezi yanayoendelea, maana michakato hii inaendelea katika taifa letu. Imarisheni mawasiliano na ushirikiano mkubwa baina ya watendaji wote katika uboreshaji wa zoezi hili, lakini imarisheni mawasiliano baina ya serikali, vyama vya siasa na wadau wengine wote wa uchaguzi. Aidha, ninawasihi waandikishaji wasaidizi na waendesha biometric muwe na ushirikiano mzuri na wa karibu na wasimamizi ngazi ya kata.